Matumaini yangu makubwa kuwa uko mzima wa afya, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Najua kuwa uko muheri wa afya na unaendelea kabisa barabara kusikiliza taarifa zetu za habari. Mimi ni Omari Makelele Ozile. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu hizi za habari, na tuanzie huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba baba ni moja kati ya watu waliochangia kwa asilimia kubwa juu ya kutetea nchi katika historia ya Wakongomani. Ndivyo amesema mtoto wa hayati Jemedari Sikatenda Shabani, ambaye amesema kupokea kwa masikitiko makubwa kifo cha babaye mzazi. Mtazamo huo ameutoa siku chache kisha kufariki kwa mzazi wake. Akiwa mjini Kinshasa, bwana Jile Mweneabaka, mzaliwa wa kwanza wa hayati Jemedari Sikatenda, ametoa picha halisi ya kifo cha babaye. Mzee Lieutenant General Sikatenda Shabani anafariki tarehe 4 mwezi wa 6 na saa 3 kwa kituo ya afya ya Colonel Chachi pale Kongaliema. Alianza magonjwa ndani ya prison. Tunajua kama alikuwa amefungwa, na sababu ya yeye kufungwa ilikuwa hayajulikana juu alikuwa bado kuwa attendu sur PV. Perquisition ilifanyika kwake depuis le 27 Octobre 2024, akapelekwa kudemiape. Juma moja baadaye kule kudemiape alitoka hako le 5 Decembre akaenda Ndolo. Le 5 Decembre bakampeleka Ndolo, na kule Ndolo alianza mazaifu. Tulilalimika njia zote ili kufikisha lalimiko yetu na kufikisha habari ya magonjwa yake ku wakuu viongozi wa nchi. Haikusikilika, haikupata nafasi mpaka magonjwa ikamuweza na akakuwa tabani sana. Akafika munivu ya kutokusema, alifika munivu ya kutokula, alifika munivu ya kutokutembea ndani ya jela ya prison militaire ya Ndolo. Huko walianza kupatia matibabu ya reja, ila haikutosha sababu kukua vifaa ambao ilipasha kusaidia kujua nini zaidi inamsumbua. Vipimo ya kutosha haikukua, na baada ya sisi kuandika sisi jamaa kuandika, tulisindikizwa pia na kamati ya emo ya Babondo ya Kinshasa, ya ambao ni kamati ya Wabembe ambao wanaishi Kinshasa. Mwishowe huyu ameonesha kuwa ni baada ya hali ya mtu kuharibika zaidi ndipo alipelekwa kwenye hospitali ya Kanchachi, na hapo umauti uliweza kumkuta. Tumsikilize, amerejea mara tena. Ilifika tariki 14, doktor au munganga ambaye alikuwa akimutibu hapa ku prison ya Ndolo aliandika transfer kubwa na kuonyesha kama mzee General Sikatenda ambaye ni mfungwa hatuna tena gisi ya kumkamata en charge, sababu ugonjwa wake imekwisha kutambuka na akaendelea kubaki hapa, tunaweza tukampoteze. Na walifikia mkufanya hatua, ilifika le 16 Mei balimtoa pale na kumpeleka kukituo ya afya ya Kanchachi. Balimtoa Ndolo bakampeleka Kanchachi. Huko balichukua vipimo. Baada ya kuchukua vipimo alionekana na kuwa na tatizo ya figo ambazo zilikuwa zimeharibika sana. Hatukujua sababu ni nini ambao ren zimeharibika, na sababu hakukuwa na huo ugonjwa, haikukuwa kawaida yake kugonjwa ren, ila alionekana kama ndio tatizo. Alikuwa na problemu ya infection pulmonaire au magonjwa ya kupumu. Alikuwa na udhaifu ya prostate ambayo ilikwisha panuka, na hiyo ndio chanjo ya magonjwa ilimweke tabani. Na baada ya kutoka Ndolo alipitilia pale kukaa chache reanimation. Alifanya reanimation masaa 24 na akatoka, akasikia afadhali, akaweka kwenye chumba
ya VIP, na hapo ndio alikuwa anafuatilia matunzo. Alifuatilia matunzo pale, walimfuatilia wanganga, walimfuatilia kabisa kwa makini, ila haikutosha. Ilifika siku ya 6 ambao le 1er juin ndo aliingia mkoma. Walifanya ingine yawezekana haikuendeka, na kufika tariki 4 mwezi wa 6 General Sikatenda anatuacha. Hiyo ndio habari ya kifo cha General Sikatenda. Yani alikuwa bado mikono ya auditorat militaire, na huko atakujua chanjo ya yeye kufungwa kwa sababu alikuwa bado kusamba. Tusalie tu katika jiji hilo la Kinshasa ni kwamba rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi amempokea kwenye ikulu yake mpinzani Martin Fayulu Madidi kwa lengo la kuendesha mazungumzo naye ili kutafuta suluhisho kwa ajili ya hali ya usalama mdogo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Izake Mulucha Ashbe ni mwandishi mwenzangu ambaye ameandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti ifuatayo. Ni jioni ya siku ya 4 hii ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025 ndipo kinara wa chama cha kisiasa cha ACD tena mratibu wa sasa wa muungano wa Lamuka Martin Fayulu amepokelewa kwenye ikulu ya rais mjini Kinshasa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mazungumzo ya wawili hao yanafanyika katika hali ya kutafuta umoja wa kitaifa, alieleza msemaji wa rais Tina Salama. Huyu amehakikisha kuwa hiyo inatokana na ombi la mpinzani huyo mwanzoni ya wiki hii ya kutaka kukutana ana kwa ana na rais. Kwa kujibu, Tshisekedi alipongeza hali ya uzalendo ya mpinzani wake na nia yake ya kutaka wakongomani waishi kwa umoja na amani. Rais alikubali ombi hilo na kutaja kuwa tayari kumpokea kwa ajili ya maongezi hayo muhimu ili kuokoa nchi dhidi ya uvamizi wa nchi ya Rwanda, aliongeza Tina Salama. Mazungumzo haya yamekuja kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa nchi yaendelea kudorora, ambapo mapambano yanaripotiwa kila kuchao kati ya jeshi la taifa FARDC na waasi wa M23 wanaosapotiwa na Rwanda. Kufuatia hali hiyo, wapinzani wanaendelea kuomba kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa itakayokutanisha tabaka zote za watu ili kupiga vita hali inayokumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutoke hapo Kinshasa tujelekeze kule Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni kwamba uongozi wa kijeshi mjini Uvira umehakikishia raia wa mji huo kuwa hautoshikwa na waasi wa M23. Ameyasema hayo kupitia kikao cha usalama kilichoendeshwa Alhamisi 5 Juni 2025 kwenye chumba cha meya wa mji wa Uvira. Kupitia kikao kilichoitishwa na meya kwa muda wa mji wa Uvira, kilikusanya raia wa tabaka tofauti na vyombo vya usalama. Chako Changu Bon Ane, mmoja kati ya watu walioshiriki kwenye kikao hicho cha usalama, anaeleza mengi zaidi. Leo asubuhi ndio kulikuwa conseil local de sécurité élargi, ambayo élargi maana yake mwisho zote za raia wenye wanaketi ndani ya vile ya Uvira, na conseil local ya sécurité hiyo ilitishiwa na meri ya Uvira kwa inayoongozewa kwa muda na bwana Kapenda Kifara Kiki. Pointi moja tu ndio yenyewe ilikuwa alaino, ilikuwa kazi ambazo meri ya Uvira inatarajia kufanya mwezi wa 6 ambao ni mwezi wa uzalendo, ni mwezi wa uokoaji wa nchi ya Kongo. Imeonekana kwamba miaka 62 kisha independence ya Kongo, hali ya Kongo ngaliki na zorota. Vita inaendelea, ingalao Kongomani kuamka, ingalao maeleksio mingi kuwa organize. Ndio maana meya wa jiji na kamati lake la usalama ama wa mambo wa conseil de sécurité walimene leo conseil local ya sécurité ili kwamba kuhamasisha wakaaji ya vile wa Uvira washimame wao wazalendo wa kweli. Wakuwe wanatetea vile ya Uvira, waache tabia chafu kama ya matusi, kama ya kuchafulana, kama ya ukabila, kama ya kuuana, sababu muonekana watu wengi wamekufa, miili mingi imeogotwa, na hiyo inakwaza uongozi. Makazi mengi haiendeki, na kupitia huu mwezi wa independence ya Kongo iliwapendeza kwamba waambie watu kwamba wabadilishe manyere ya kufikiria, wateteye Kongo tena, kwa sababu Uvira ndiyo siege provisoire ya province ya Sud Kivu na Uvira haitatombe. Hiyo ilikuwa declaration ya komanda vile wa FARDC.
Upande mwingine, kwenye kikao hicho, kamanda wa askari polisi mjini Uvira ameita wazalendo wanaohitaji kuwa polisi milango iko wazi, kwani sio vyema kufanya kazi sio wahusu. Chako changu Bona anaambia mara tena wasikilizaji. Lakini pia komanda wa la polisi alionesha utofauti wa FRDC na polisi, akisema kwamba polisi wako ministeri ya interior alors que FRDC wako ministeri ya defense, na RAD iko ndo wanatarisha watu waende mu FRDC hapa na polisi. Ndio maana hapawezi kuwa kitengo cha polisi cha wazalendo, hapana. Na kama wazalendo wanataka kuwa wa polisi, wakuu waingie mkipolisi, jina zao ziende, wakuwe formen. Amehakikisha kwamba UPDOI ameshafanya na yeye pia, na wako tayari kufanya ile kazi kwa faida ya nchi. Lakini ameomba collaboration nzuri raia ya Uvira vile pamoja na kitengo cha polisi, akisema kwamba maneno ya kuchafua polisi haiko mzuri, sababu wa polisi nao ni watu, inahitajika watu wa raia wa Uvira wabadilishe namna ya kuongea. Hiyo ndio ilikuwa kama vile CG ya Conseil Local ya Sécurité élargie ya leo mchana. Wazalendo walikuwa ndani, raia imekuwa ndani, marekomandasyon mingi imetolewa mle ndani, na tunafikiria kwamba meri ya Uvira tutekeleza yale ambao watu wameongea tofauti na matakwa ya raia. Tujelekeze kule katika tarafa la Fizi. Ni kwamba mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Everine Maria wa miaka takriban 75 ya kuzaliwa ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana jioni ya siku ya Jumatano ya tariki 4 Juni 2025 katika kata la Kakunga Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi. Akizungumza na Tanganyika FM, Bwana Kungu Andre, mkuu kiongozi wa eneo hilo, ameonesha hapa namna gani tukio hilo lilivyotokea, huku akiomba vyombo vya usalama hasa viongozi wa serikali kuwajibika vya kutosha kwa ajili ya ulinzi wa raia na mali yao. Kuna mtu mwenye alipigwa masasi usiku, hatujajua ni nini, hatujaona mtu mwenye alimuua, lakini tuko mwankete mbalimbali. Alikuja kumfuatilia ndani ya nyumba yake na wakampiga masasi. Kwa ile mazingira hatujue kabisa kama kisa ni nini, hatujajua. Alikuwa mkaaji hapa kwa eneo za hapa kwetu hivi. Tunasubiria polisi vile vile tuwe pamoja kwa kufanya anketi. Tuko na CNPC. Na usalama polisi iko hapa, iko na pita tu na hajafika hapa, na wengine hapo wa CNPC tuko nao hapa. Basi namna kufanya kazi inafaa mpaka kuwe security. Ndio tupo tunaomba security na doria za usiku zio zinapita, ndio cha lazima zaidi. Mwanamke ni mwanamke. Alikuwa yeye na mtoto yake, lakini kuna familia iko fasi mbalimbali, ndio tupo tunawasubiria. Tumalizie taarifa zetu hizi za habari na ndani ya mji wa Baraka. Ni kwamba imetamatika Alhamisi hii ya tariki 5 Juni 2025 mitihani ya taifa maarufu dissertation kwa wanafunzi wa kidato cha 6 sekondari awamu yake ya kwanza, ambayo iliendeshwa kwa muda wa siku 4 kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili hasa pa Baraka, wanafunzi wametaja kuwa mitihani hiyo ilifanyika kwa utulivu na vizuri zaidi. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, baadhi ya wanafunzi hao wameonesha hapa namna mitihani hiyo ilivyofanyika. Mtihani ilipita vizuri sana kabisa. Kwa matumaini yangu ni kusema kwamba yani vitu ni vizuri, kwa sababu mitihani ambayo imeuliziwa ninaendana na vitu ambavyo tulivisoma. Yani kwa ngambo yangu ni kusema kwamba nina imani ya 80% kusema kwamba tutaweza. Kwa pekee nitapata kabisa zaidi ya 70% kwa sababu mtihani ilikuwa vizuri sana kabisa. Pita vizuri, tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu, mtihani umepita vizuri kabisa. Kuwa kibaya chochote kabisa, mtihani umepita vizuri tu. Mtihani kabisa ulipita mzuri sana. Watu tunavyotegemea, yani mwaka ni max sana. Ni kwa kuona jinsi mtihani unavyopita, yani hapa hivi natarajia kuona kwamba naweza nikapata zaidi ya percentage, yani zaidi ya 70%. Upande wangu mtihani ulipita salama, vitumika vizuri sana. Kila kitu kilipita kiko salama kabisa. Nina matumaini kwamba nitafaulu mbele. Mtihani kwa upande wangu nimeona mtihani umepita vizuri sana, tena umeambatana na yale ambayo tuliweza kuyasoma. Kwa hiyo mimi naona kwa mwaka huu ni max tu kwa sisi. Mimi nina matumaini ya kuja kuona kwamba province educationnelle ya Sud Kivu ni
vile tu ya Baraka, naona tutapata sana, kwa sababu maswali ambayo yalitoka yalielekezana na yale ambayo tuliweza kuyasoma. Tunashukuru Mungu, mtihani tutasawa kabisa na tuna matumaini tutapata tuko mbele. Mungu atusaidia. Matumaini niko nayo ndapata. Na ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.